Kama unavyoona nyuma yangu ni jeshi la polisi wanawake mkoa wa Singida TPF NET ambao wanaendelea na zoezi la siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia duniani. Leo hii wamefika katika hospitali ya wilaya iliyopo hapa Mkalama mkoa wa Singida kutembea na kukutana na wagonjwa wa ndani na wa nje kutoa kile ambacho walikuwa nacho. Vingi vilivyotolewa hapa ni vifaa tiba na vifaa vya usafi, lakini kubwa zaidi mtandao huu wa wanawake wa jeshi la polisi wamepata nafasi pia ya kufanya usafi. Kama unavyoona nyuma yangu wanaendelea na shughuli hiyo. Tukumbuke kuwa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kilele chake kitafanyika tarehe 10 ya mwezi huu wa 12 2025. Tuko katika maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili ambazo kwa kawaida zinaadhimishwa dunia nzima kuanzia tarehe 25 Novemba na zinamalizika tarehe 10 Disemba ambayo ni siku ya haki za binadamu duniani, wakihusianisha kwamba ukatili ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Lakini lengo kuu la hizi siku 16 za kupinga ukatili kwanza ni kutoa fursa kwa wanawake, wanaume na vijana waweze kuelewa madhara ya ukatili katika jamii, lakini pia kutoa fursa kwa asasi za kiraia, za kidini, serikali kwa ujumla kuona kwamba ukatili hauvumiliki. Lakini pia ni jukwaa ambalo linatoa fursa kwa watu wote kuweza kuongelea masuala ya ukatili ili kuweza kuyapunguza. Lakini ndani ya siku hizi 16 zinatupa mwanga wa siku nyingine ambazo zinaambatana na siku 16. Kwa mfano, hii siku ya tarehe 25 ndio siku ya kupinga ukatili duniani, lakini tarehe 29 ni siku ya watetezi wa haki duniani, lakini tarehe 1 ni siku ya ukimwi duniani, tarehe 3 ni siku ya ulemavu duniani, tarehe 6 tunaadhimisha mauaji ya Montreal, Canada, ambako mabinti 14 waliuawa kikatili na mtu aliyesema hawapendi wanawake waliokuwa wakisoma masomo ya engineering, na tarehe 10 ni siku ya haki za binadamu duniani. Jeshi la polisi kama taasisi nyingine na asasi nyingine za kiraia zinaungana na wapinga ukatili ya mwaka huu ambayo inasema ungana kukomesha ukatili wa kidijitali dhidi ya mwanamke na wasichana wote. Jeshi la polisi Tanzania, dawati la jinsia na watoto ni sehemu tu ndani ya jeshi la polisi, hivyo kama vilivyo vitengo vingine, basi tumefika mahali hapa katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Katika maadhimisho haya ndani ya siku 16 tumekuwa na shughuli mbalimbali tukizifanya. Tumeweza kutoa elimu katika redio, lakini tumeweza kufika mashuleni na vioni. Na siku ya leo tumefika mahali hapa kufanya shughuli za mikono, lakini vile vile kuwaona wagonjwa. Lakini pia tumeweza kutoa zawadi zetu zenye zawadi zenye thamani zaidi ya shilingi milioni 2, ikiwa ni vifaa kwa ajili ya watoto, lakini vifaa tiba, lakini vile vile vifaa kwa ajili ya usafi. Tunaomba jamii ya Mkalama itutambue jeshi la polisi, kwa sababu jamii masuala haya yapo na yanaendelea, lakini kwa sisi kwa sababu tunapokea kesi nyingi za ukatili wa watoto, wa baba pamoja na vijana, lakini tunapambana nazo kwa pamoja. Asanteni kwa kuja na Mungu awabariki. Mimi niseme shukrani za dhati kwa niaba ya mganga mfawidhi. Nishukuru jeshi la polisi kwa kuweza kututembelea na kufika na kutoa zawadi mbalimbali ambazo zimetolewa kwa wateja wetu na wagonjwa wetu kwa ujumla. Pia tumepokea vifaa vya usafi, vifaa tiba na vifaa vingine. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja wenu na kutambua uwepo kwa hospitali ya wilaya ya Mkalama. Nadhani ni mfumo dume ambao tayari umejengeka kwenye jamii yetu kwamba wanaume ndio kuvumilia. Kwa kifanywa chote anaona kwamba akienda akisema, mfano amepigwa na mke wake ama amemwa nyumba na mke wake, anaona akienda akisema itakuwa ni aibu kwa jamii. Kwa hiyo anaamua tu akenalo, ambayo hii ni mbaya, maana inaweza ikamfikia mwenyewe akachukua maamuzi ambayo ni hatari kwa afya yake ama kwa mtu ambaye yupo karibu naye. Sasa nini ifanyike? Ni maana kuna hizi siku 16 ambazo nia ni kutoa elimu kwa jamii nzima kuona ni namna gani kupambana na hili swala la ukatili kwa wote, wanawake pamoja na wanaume. Watu ambao hawaelewi nini maana ya ukatili wa kijinsia, lakini tunapinga kupitia tarehe ya leo ukatili wa kijinsia. Mimi naona watu wengi zidi kuwapa elimu na zidi kuelewa, na kisha wapa elimu wanaelewa.